jina la Yesu. Watatu tunawaona wanamaanisha katika jina la Yesu Kristo. Achia muujiza wangu, achia muujiza wangu. Usisubiri kuzama baadaye, zama sasa hivi. Achia muujiza wangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Leo sio siku ya kawaida. Wafunga miguu yao, ninakata hizo kamba kwa jina la Yesu, na ninawaita wakimbie mahali hapa kwa jina la Yesu, kutoka magharibi, mashariki, kaskazini na kusini kwa jina la Yesu. Ninaita kwa jina la Yesu. Malaika Mikaeli, naomba uje pamoja nami katika kufuatia kila kilichoibiwa, katika kurejesha kila kilichoibiwa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Leo irejeshe afya yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Shetani, nisikie, nimetoa mamlaka juu yako na nimegundua na vitu umesikilia. Kuanzia sasa, achia kwa jina la Yesu. Achia kila mkono uliosikilia vitu vyangu ukateketee moto sasa kwa jina la Yesu. Kila mfuko ulioweka pesa zangu na utoa moto sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila kitu kilichoficha jina langu kwa jina la Yesu, kilikuwa moto ulioteketeza Sodoma na Gomora. Ninauitia juu ya miguu ya waganga, ninauitia juu ya miguu ya wachawi, ninauitia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ribo shakataro nasikia litora, shakataro nasikia litora. Ribo shakataro, nakwambia uzame sasa hivi, nakwambia usisubiri baadaye. Uzame sasa hivi. Leo nataka kuongea na watu waliozaa. Leo nataka kuongea na watu waliozaa. Leo nataka niongee rohoni. Leo usaidiwa mikono yako. Itasakata katika jina la Yesu. Nikwambia zama, utukufu wa Mungu unatembea katika zetu. Zama, zama, zama. Zama, zama, zama. Zama, zama, zama. Zama, zama, zama. Zama, zama. Yes.
Yes.
Pigie Bwana makofi. Pigie Bwana makofi. Haleluya. Hayatoshi, anaongeza tena mengine. Amen. Unaweza ukakaa. Unaweza ukakaa. Nakusalimia kwa jina la Yesu. Nakusalimia kwa jina la Yesu. Urejesho ni kitendo au mchakato wa kurudisha kitu katika hali yake ya kwanza kwa kukifanyia ukarabati au kukisafisha. Urejesho ni kitendo cha kurudisha kitu kilichoondolewa mahali pake. Lakini pia urejesho ni kitendo cha kurudisha kitu kilichoibiwa au kuchukuliwa. Au urejesho ni kitendo cha kurudisha, kufanya upya, kufufua au kuimarisha. Au kuimarisha. Tunapozungumza kwenye Yeremia 30 mstari wa 17, anasema, maana nitakurudishia afya nami nitakuponya jeraha zako, asema Bwana, kwa sababu wamekuita mwenye kutupwa, wakisema ni Sayuni ambao hapana mtu autakaye. Kupewa afya ni zaidi ya kuponywa. Kupewa afya ni zaidi ya kuponywa. Maana kuponywa, unaweza kuponywa mwezi huu, mwezi ujao ni mgonjwa, ila kupewa afya ni zaidi ya kuponywa, ni mtu kuwa imara kiafya. Ndio maana kwenye Marko 16:17 anasema mtaweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Hasemi watapona, watapata afya, yaani ni zaidi ya kupona. Kwa hiyo tegemea Mungu anakurudishia afya, na usiamini kwenye kufa na magonjwa. Yaani sio lazima uume ndio ufe. Kataa kufa na magonjwa. Unajua, sijajua pia Mungu ameahidi kwamba hatutakuwa waoga. Anasema hamkupokea roho ya uoga, lakini kuna watu waliookoka wanaogopa kufa sana. Yaani ukizungumza kifo watu, lakini hutakiwi kujiogopa kifo, ila unatakiwa yaani kukataa kifo. Na pia unakufaje? Mimi nakataa kufa vibaya, na hiyo na wewe ukatae. Yaani watu mpaka eti mwili wa marehemu hauwapi, maana mguu uliokotwa huko, kichwa kikawa huko. Yaani hicho kifo ni kibaya, unatakiwa kukikataa. Yaani unatakiwa ufe umemaliza kazi, umemaliza shughuli uliyokuweka duniani, alafu unakufa vizuri. Yaani unakufa huku umetabasamu, sio unatisha watu. So ndio kufa kama mchawi. Wachawi wanakufa vibaya. Ulize wazee watakwambia, kama alishawahi kushuhudia msiba, mchawi amekanyaga godoro na kitanda karibia kinavunjika, kwa sababu mtu anayekufa katika Bwana anapokelewa na malaika.
Anayekufa katika dhambi anapokelewa na majini. Kwa hiyo anaiona ile sura inayompokea, anatamani arudi kwanza atengeneze mambo yake. Tiketi ya kurudia hamna, ndio anaishia kuyazuia mashetani na mikono na midomo na lakini mtu aliokoka watasema fikiri atakuwa amepitiwa na usingizi, tusubiri ataamka. Maana wakija wametoka mtu aliyekufa anajua hili limeondoka. Mpaka hospitalini anakuja vitanda vya hospitalini wakuja kisambaza huko, hamna. Kataa. Biblia inasema ni ya thamani mauti ya mcha Mungu. Yaani mtu anayekufa na mcha Mungu anakufa vizuri. Amen. Amen. Mungu pia anarejesha uhusiano. Uhusiano wako na Mungu ni wa muhimu kuliko vitu vingine vyovyote. Uhusiano wako na Mungu ni wa muhimu kuliko vitu vingine vyovyote, kwa sababu vitu vingine vyote vimefungwa katika Mungu. Ili vipate njia katika Mungu, vyote vimefungwa. Upate mchungaji mzuri, amefungwa katika Mungu. Upate nyumba nzuri, upate biashara nzuri, vimefungwa katika Mungu. Upate unataka kumiliki mali, zimefungwa katika Mungu. Anasema atakufunulia hazina ya siri, vitu vilivyofichwa kwenye siri za Mungu atakufunulia. Lini? Ukiwa wa kwake. Ukiwa wa kwake. Ninakuhakikishia kama wewe wa Mungu, unalinda uhusiano wako na Mungu, hautakufa maskini, hautakufa hohehahe. Haiwezekani. Lazima Mungu atakujaza kila lilo jema. Kama ni kuchelewa, shetani atachelewesha, lakini hazizuia. Iko siku tu, kama kuna tatizo, Mungu atakukutanisha na mwenye ufunguo wa hilo tatizo, na hilo tatizo litaisha, utamiliki. Maana Mungu ulituma neno lake. Anapotaka kubadilisha maisha ya mtu, anatuma neno lake, linabadilisha maisha ya mtu. Hata wiki hii nimetumwa ninalo neno lako la kubadilisha maisha yako. Haitaisha semina hii alafu basi ulivyo, maana sio kawaida ya neno. Neno la Mungu lina nguvu, tena liko hai, tena lina uwezo, linatambua mpaka mawazo yaliyo ndani ya mtu. Kwa hiyo neno halitakuacha vile ulivyo. Anasema neno la Bwana ni kama mvua, ambapo inaposhuka haiachi kuilowanisha ardhi. Lazima kweli linapokuja kwako halikuachi kama ulivyo, halikuachi kama ulivyo, lazima lifanye kitu. Yasema Mungu anarudisha ahadi. Ahadi. Nikasema ahadi za Mungu hazipatikani kwa kuzitolea mistari kwenye Biblia. Nakumbuka? Narudia, sikukosea wala sikubahatisha. Hazipatikani kwa kuzitolea mistari kwenye Biblia. Ahadi za Mungu zinapatikana kwa kuzidai. Nitoa mfano gani waliokuwepo? Mfano wa nini? Wengine ndizi, wengine chungwa. Haya, hebu tuwe na msimamo mmoja basi. Chungwa. Kwamba ili ule juisi ya chungwa inabidi ufanyeje? Ukamue kwa nguvu. Napo miliki unatakiwa utende haki. Walipata ahadi, walifunga vinywa vya simba. Unaona, unapotenda haki unakuja kupokea sasa ahadi. Mungu amekuahidi nini? Mungu amekuahidi nini katika kizazi hiki? Alafu ndio anasema wakafunga vinywa vya simba. Nikakwambia shetani
huwa anazuia usipate, alafu akiona umepata anakuja kuharibu, anakuja kula vinywa vya simba. Kazi yake ni kula kile ambacho wewe umepata. Kazi yake ni kula kile ambacho wewe umepata. Ukijaribu kushika akishiki, ukijaribu kuweka akiwekee. Kanaangalia hivi, unajua kutunza hela. Unajua kutunza hela. Na kuja huko niambie umetunza shilingi ngapi? Kwa sababu unajua kutunza hela ni nini? Ni kuwa nazo afu useme una. Bora tunajukana mapema sasa. Hao watu wako vipi? Sasa ni tu wananigeuka. Niuliza wale ngapi wanajua kutunza hela, wamenyosha mikono. Sasa naonyesha kutunza hela ni nini? Wamenigeuka. Kutunza hela manake unaweka ndani alafu unasema una. Mdomo unakwambia bwana kakiti moto, alafu unauambia amna. Au ukisema hivi simena kuchio, au kwa vile nimeongea kwa maneno, yani ni hivyo hivyo, ni kivitendo, ni kuweka hela alafu hauitumii, na wakati una uhitaji wa kuitumia machinga anapitisha nguo nzuri ambayo huna, na hela iko ndani, unawambia sina hela, apite huko, ndo kuweka hela. Sasa tukipita sasa kukagua wanaojua kuweka hela wachache. Tumami najikweka siwezi kuweka hela na mpwaga mkangu aweke. Sababu nikikaa nazo ikikukuta tu macho yako yaeleweki nini, una shida. Shika. Shika. Mimi hata natokaga kwenye maombi kanisani, kitoka ukanisa la juu napita hivi, mimi nawapakizaga watu kwa pikipiki hapo hata siwajui. Naona huyu mbona anaenda nani kwa chambo? Sasa mbona anahesabu 1 2 3 na mimi napitia kwa wewe, panda twende. Huyo fika kwa chambo naambia haya kishafika mimi nikishazama. Yaani mimi niko hivyo. Yaani mimi ni mtu mwenye roho ya kitaji. Amen. Roho ya kitaji inawaza wengine. Yaani sasa wewe si unajiwaza mwenyewe mpaka unazeeka. Kuna ahadi ya kuwa na watoto wengi, lakini leo ni kama watu, unajua ni kama dunia inabadilika. Kwa mfano, ukipita madukani kulikuwa kunaandikwa hatukopeshi. Mkopo ni adui wa biashara, lakini sasa hivi unakuta maduka yameandika tunakopesha, na watu wanakutafuta kabisa ili wakukopeshe. Sasa dunia imebadilika. Hata watu walikuwa wanalaaniwa kwamba utakulaani uokote makopo, lakini sasa hivi makopo ni biashara tena inayolipa. Nilikuwa naongea na waokota makopo juzi, maana mimi najifunzaga wa kila mtu. Kaongea naye akaniambia hivi unavyoniona, maana saa 12 nimetoka kwenye mazoezi na mkuta ameshajaza mfuko. Nikamwambia njoo unakunywa kahawa tangawizi? Akamwambia nakunywa tangawizi. Kaa unywe na kulipia. Nataka tu nipate mawazo yake. Kwa nini saa 11 akishaamka kukuta makopo? Anambia hapa kabla ya saa 2 naingiza 10,000. Kabla saa 2 usiku anasema hii saa 2 asubuhi. Karibia alishawishi twende tukaokote naye. Sasa wewe hata jeo inakusumbua, alafu namcheka mwokota makopo wewe na yeye nani wa maana? La kwanza
Nikwambie walokole wengi. Sasa niongee vitu viwili. Kinachowatesa wengi duniani ni kitu kinaitwa aibu. Aibu itakufanya ulale njaa, na sio kwamba hela hazipo, lakini hauendi zilipo kwa sababu ya aibu. Unaanza kusema sasa, mimi nikiajiriwa kuuza mantilia, watu watanionaje? Hao watu wanakupaga shilingi ngapi? Na kuuliza wanakupa shilingi ngapi? Vaa sura ya kazi, ingia kazini. Achana na watu, ulali kwao. Nikiongea sasa hivi wanasema ya mchungaji ana maneno mabaya. Mimi nasema siko kwenye kope za mtu kwamba akipepesa macho nitaanguka. Kila mtu ana maisha yake. Sasa wewe unazuiwa kuishi kwa sababu unawaogopa watu watakavyosema. Ingia mahali mradi hapa kuna hela, ingia piga kazi. Ukitoka ndio mkutane na ulokole wenu. Sasa Bwana asifiwe. Bisha kwenye kwaya uone jinsi ambavyo kwenye kwaya mchango ukitokezea siku wewe huna, angalia wanavyokukata jicho. Kisa ni nini? Mchango huna. Sasa angalia, chagua ukate jicho lipi, kuonekana unafanya kazi ya ajabu, lakini saa ya mchango una, au kuonekane unafanya kazi ya maana, kila saa umechomekea, umepiga pasi, mfukoni huna chochote. Wewe bure. La pili, kati hivyo nilivyokuambia, shetani akitaka kumshambulia mtu anashambulia hapa. Shetani akitaka kumshambulia mtu anashambulia hapa. Akitaka kumshambulia mlokole anashambulia hapa, na anashambulia kupitia nini? Elimu. Shetani akitaka kukuharibu anakuletea elimu. Ndicho alichokifanya kwenye bustani ya Edeni. Baada ya Mungu kutoa elimu yake, akasema mkila mti huu na mkiugusa mtakufa. Shetani akaja ameandaa somo lake na yeye akamwambia hakika hamtakufa. Akatoa naye risala yake, yakawa masomo mawili, wakachagua kati ya somo hili na somo hili, wakatila shetani, mambo yakaharibika. Sikiliza nikwambie, leo ziko elimu nyingi, leo yako mafundisho mengi na yanashambulia ufahamu. Ndio maana leo miujiza tumeongea, leo miujiza haipatikani. Ukiniuliza kwa nini miujiza mingi haipatikani, ni sababu ya elimu. Elimu nyingi. Zamani wanangu, zamani walokole wa zamani wao walikuwa wanajua Biblia ni neno la Mungu, full stop. Likisema limesema. Leo ukiwaambia watu tunaenda mbinguni, wanakuuliza kwa usafiri gani? Unamwambia tulienda kule Tanga, tunamwambia tutaweka mikono sasa kwa wagonjwa watapona. Wanasema kwenye mkono umeweka nini? Sawa? Kwa nini? Elimu waliowekewa inazuia. Hata leo tukizungumza, tunataka tukuombee unene kwa lugha. Mtu wa kwanza ambaye hatapokea kunena kwa lugha ni mtu aliyetoka Katoliki. Kwa nini? Padri wangu aliniambia huko ni kupayuka, na alitumia Biblia na ikakaa sawasawa. Ndio maana walokole kwa si wakubali, maana isema hao ndio manabii wa uongo, na ikakaa sawasawa. Kwa siku zote ikiona walokole sema ndio hawa padri alisema, unaona wale
wale. Sasa unanifundishaje mimi nene kwa lugha? Ndio maana mimi kwenye kunena kwa lugha Mungu alinifahamiaga tu. Alinifahimia. Yeye ni kitu ilikuwa haiko hata kwenye akili yangu. Siku leo ni Ijumaa, niliokoka mimi siku kama ya leo. Siku ambayo niliokoka Ijumaa nikajazwa Roho Mtakatifu Jumatano. Hiyo siku ambayo nimevamiwa. Maana nilikuwa nimetengeneza bastola ya risasi 6 kwa ajili ya kuibia. Na nilikuwa nataka kwenda kuiba mshahara kwenye kiwanda kinaitwa Sunflag. Maana nilikuwa nafanya kazi huko. Mshahara wa kiwanda kizima nilikuwa nataka kuiba. Kabla sijauiba nikaugua. Nilipougua nikawa mbaya, kawaendea walokole hao. Nilijua kitu ambacho tunakubaliana nao, mtu akifa na dhambi anaenda jehanamu. Hivi vingine sikubaliani navyo. Sasa lakini jinsi ya kutoa dhambi sasa ndio kashesha. Nikisema basi ngoja niende. Kaenda wakaniombea wokovu. Wakanipa na kiagano jipya zawadi. Nikaja nikakiweka kwenye boksi ambalo ndio nilikuwa nimeweka bastola. Kwa hiyo ilipofika Jumatano nikasema ngoja nisome kile kibiblia nilichopewa. Nilipofungua box, kibiblia kikawa kiko chini, alafu bastola iko juu, vimepangwa vizuri. Alafu sauti ndogo ikaniambia, hizi zote ni silaha, chagua moja iwe silaha yako ya milele. Na bastola yangu nilikuwa sijaitumia hata. Nikachukua bastola chapu nikaichomeka hapa, nikakimbia kanificha, afu kaenda chooni, kaichomoa kaidumbukiza chooni, afu karudi nikachukua kiagano jipya kakinyanyua hivi, kasema Mungu nimechagua hii kwa silaha yangu ya milele. Ndio nilijazwa Roho. Saa hiyo ilikuwa saa 11 au 2 sikumbuki. Niliomba mpaka saa 3 usiku. Wale tunaokaa nao ghetto ili walazimu watake kuvunja mlango, maana wanataka kuingia wapike. Mimi niko kwenye maombi, najazwa vitu vya kimbinguni. Nimeomba, nimegaragara hapo chini, nimekanyaga jiko la China, mafuta yamemwagika, yamenimwagikia, nimeyadeki vyombo vyote. Na ghetto unajua vyombo vinakuwa visafi si unajua Kwa hiyo masufuria yote nimekanyaga, yale maji yamemwagika, alafu nimealalia. Walioingia wananiona mchafu, nilivyo na amani. Sasa sitaki hata tujadili hiyo kitu, sitaki tujadili. Mimi niliwaambia nitafua, nitadeki, mafuta nitanunua mengine, tutapika. Sema tu leo tutachelewa kula, lakini tutakula. Shetani akitaka kushambulia anakufundisha. Ndio maana uwe makini, unamtegea nani sikio, uwe makini kitu gani unasikiliza. Kwa ushuhuda, wakati nataka kuingia kwa maombi, nilikuwa nimelala. Tabia yangu mara nyingi mimi redio inalalaga, inalia hata kama ni kasauti kadogo, lakini nasikiliza. Nimefika saa 11 nimeamka kwa maombi saa 11 karudi kulala. Alafu kuna kipindi redioni akawa mtu anahubiri, mimi nikalala. Nilivyolala nikaota ndoto kwamba tuko mahali tunasikia mtu anaongea kisomi, alafu kuna mtu ananiambia, hivi wewe unamsikiliza huyo? Kaambia mbona anaongea mambo mazuri. Anasema kamwangalie. Nikaingia huko ndani. Sasa nakuta mtu anahubiri, yuko ndani ya jeneza, alafu mpaka anapamba puani anazo. Kumbe nilikuwa namsikiliza marehemu. Nilivyoamka nasikiliza mahubiri, ni Msabato ndio anahubiri. Naona nafsi yangu
Unajua ukiwa na nafsi iliyo hai au ni matakataka huku kutakataa, kubali uwe hai kwa Mungu. Hata vitu vingine Mungu anarejesha. Unaweza kuzungumza kwa wewe ulikuwa unaomba sana, unanena kwa lugha kama jenereta, lakini sasa hivi hata kwiku hakuna. Hicho nacho kinatakiwa kurejeshwa. Ulikuwa unaota ndoto, unasumbua na ndoto, leo ndoto hakuna. Hicho nacho kinatakiwa kurejeshwa. Mtu aliyeokoka ambaye nafsi yake iko hai anatakiwa kuotaota ndoto. Ota ndoto hata za sokoni unapoenda kuuza vitu. Ota ndoto. Sio kweli mwezi mzima unafanya biashara, hata ndoto ya biashara yako hakuna. Kuna mtu anakuja kukuchumbia, huna habari hata kandoto uote. Bora mke wangu aliota ndoto wakati unakuja kumchumbia, akamsimulia mwenyekiti wa mama, wote tumeenda kwenye hiyo harusi, nimerudi na furaha kabisa. Kuna kitu utapokea na hiyo harusi, ndio mimi nakuja sasa kumchumbia. Maana tulikutania kwenye harusi. Kumbe wote ndio tulichemba linakuja. Mwanzoni alikuwa anachumbiwa. Sasa tutasema siri za mke wangu jamani. Alikuwa anachumbiwa, uchumba zinavunjika. Kwa sababu alikuwa anachumbiwa na waume za watu. Mimi mwenyewe mume wake nilikuwa sijaokoka hata. Lakini mwangalia huyu amevaa vizuri, anaona yes, takuwa ndio huyu. Na huyo naye hana maono. Ukikutana na wawili ambao hana maono, huyu anachumbia, huyu anachumbiwa. Fake. Alikuwa nisimulie kusema wakina nani hao wanakuchumbia, mume wako alikuwa hata sijaokoka. Nilichumbiwa ndio niko dhambini, yupo anachumbiwa. Mtu aliyeokoka anachumbia mara moja. Mtu aliyeokoka anachumbiwa mara moja. Omba kabla hajaja uwe umeshapata taarifa kwamba ni yeye au sio yeye. Kwa mimi nilipokuja kumchumbia, alishapata taarifa, na mimi nilikuwa nishamwambia Mungu, wewe yani naweza kumchumbia umuandae. Sitaki kuchumbia mara mingi. Kwanza mimi nataka nikutumikie Mungu. Mimi mwenyewe nilikuwa siwazi hata kuoa. Nilikuwa naanza kumtumikia Mungu. Mungu ndio kaniambia oa. Kaila nilikuwa ni furugu. Mimi nawaza kutumika tu. Sio angeniacha ingekuwa padri wa kilokole. Simama. Nani ana ahadi ambao ana kitu ambacho alidhamiria kwamba nataka kukidai mbele za Mungu? Nione mkono wako. Wewe njoo uwe wa kwanza hapa mbele. Njoo uwe wa kwanza hapa mbele. Mstari wa kwanza. Angeni mstari hapa. Angeni mstari hapa. Kakale ka utukufu ka Mungu, kale kapige taratibu, kale utukufu wa Mungu taratibu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Umejiandaa? Jana nilisema jamani, hatuombeani kuangushana. Kasauti hapo. Jana nilisema hatuombeani kuangushana, na narudia. Ninaomba upokee muujiza wako. Uwe umesimama, umekaa. Kanuni ya Mungu sio kuangusha watu. Ila ikitokea unaanguka, hiyo sio shida. Ila unaombewa na hujaanguka, unapokea muujiza wako. Ndivyo unavyomjua Mungu mimi. Amen. Amen. Inua mikono yako juu. Sema, Baba, katika jina la Yesu ninajiachilia kwako. Naita malaika wanaosimamia ahadi za Mungu. Usimame na ahadi yangu hii kwa jina la Yesu. Adui Shetani amewaweza walionitangulia, anataka kuniweza na mimi, lakini nakataa. Wewe Shetani hautaniweza, hautamiliki maisha yangu.
maisha yangu yako mikononi mwa Bwana, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Naingia katika ulimwengu wa roho, ninafuatia, ninachukua ile mamlaka ambayo Bwana umelikabidhi kanisa. Nachukua ile mamlaka ya kufunga na kufungua. Nachukua ile mamlaka ya ufunguo wa Daudi kwa jina la Yesu. Ninafuatia sasa kila kilichokamatwa. Naomba ufumbe macho yako. Mungu ni roho. Mungu ni roho. Mungu ni roho. Mungu ni roho. Sema kuanzia sasa nafuatia kila kilichoibiwa katika ulimwengu wa roho, ninakikamata na kukirejesha kwa jina la Yesu. Wewe shetani, achia! Wewe shetani, achia! Kwa mara ya tatu, wewe shetani, achia! Alafu leo ni siku ya tatu ya semina yetu, ni siku ya tatu ya semina yetu, na ni siku ya tatu ambayo Yesu alifufuka siku ya tatu. Kwa hiyo ni ya ushindi, usipapase, jiandae, ni ya ushindi. Una ushindi wako leo. Haijalishi mkono ulioshikilia mambo yako una nguvu kiasi gani, lakini unaenda kuachia, unaenda kuachia, unaenda kuachia, unaenda kuachia, unaenda kuachia. Kama umeshikilia afya yako, mkono ulioshikilia afya yako, mkono ulioshikilia afya yako, unaenda kuachia. Sema achia! Achia! Mkono ulioshikilia ndoa yako, unaenda kuachia. Sema achia! Mkono ulioshikilia biashara yako, unaenda kuachia. Sema achia! Mkono ulioshikilia nyumba yako, unaenda kuachia. Sema achia! Mkono ulioshikilia kiwanja chako, sema achia! Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mkono ulioshikilia mume wako, unaenda kuachia. Sema achia! 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 Rino ramo kata ya posikia, rita rama koke sikia, rito ramo, repo kata ya makoke peko kepata kapoke si, rito ramo kata ya ma, jade, utukufu wa Mungu Baba. Endelea kusema kile ulichodhamiria, kile ulichodhamiria, kile ulichodhamiria, kile ulichodhamiria, kile ulichodhamiria. Endelea, omba, mwambie shetani achia, mwambie shetani achia. Omba kabla sijakuweka mikono. Omba mwenyewe. Kwenye tumbo lako
mtu wako, kwenye tumbo la mtu wako, kwenye tumbo la mtu wako, kwenye tumbo la mtu wako, kuna moto huo, moto huo, moto huo, moto huo, moto huo, moto huo, kwenye magonjwa, kwenye magonjwa, kwa jina la Yesu, afya inarejea, afya inarejea, afya yako leo, afya yako leo, afya yako leo, afya yako leo, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu.